ufalme wa Mungu. Nini kilikurudisha nyuma? Hebu tusome hii verse kila mtu. Want to go. Mtu aliyetia mkono wake kulima kisha akaangalia nyuma hafai kwa ufalme wa Mungu. Turudie tena. Imagine. Unakumbuka ile commitment ulikuwa nayo? Ulikuwa na serve with joy, with ulikuwa na passion. Lakini ilifika mahali ukarudi nyuma. Ukawithdraw. Saa hii hausafa, hakuna boka, hakuna point unaongezea. Ulikuwa very committed. Na haukuwa unaangalia nyuma. Saa hii nini ilifanya ukaangalia nyuma? Maandiko inasema ya kwamba mtu anayeingia kwa shamba anaanza kulima alafu anaangalia nyuma hafai katika ufalme wa Mungu. Serve God uone benefit. Na kuombea Mungu akusaidie. Kwa sababu kuna wakati ulikuwa na passion, ulikuwa na zeal. Mambo ya Mungu ulikuwa unajitoa sana. Naye ulikuwa unaona faida. By the way, angalia life wakati ulikuwa na zeal ya Mungu, alafu ukaanza kupunguza. Wakati huo ulikuwa aje na wakati huko aje? Naonanga watu wengi sana walikuwa sana kwa Mungu, walikuwa wamejitoa, ilafika mahali wanaachilia. Ukiachilia, gojea kuparara, gojea kuishiwa. Maana maandiko inasema ya kwamba yote anajitoa kwa Mungu. Mungu naye huwa anajitoa kwa ajili yake. Ukienda katika shamba la Mungu, naye Mungu ataenda katika shamba lako. Praise God. Yes. Ukienda katika shamba la Mungu, uko busy kufanya kazi, mavuno ni mengi, watenda kazi ni wachache, na kuna watu wameingia kwa kazi. Leo naamini Mungu kwa uwezo wa malaika atalikuruti watu wengi wakuwe katika nyumba, katika kazi yake, katika shamba lake, katika jina la Yesu. Kwa hivyo ninaamini tukimaliza ibada kuna watu wataingia kwa kazi na wataanza kuwa katika shamba la Mungu, na kuna malipo watangojea katika jina la Yesu. Hallelujah. Yes, kwa sababu kuna wengi walikuwa katika hiyo shamba na Mungu alikuwa na wakuta huko. Anakuta wako busy wakifanya kazi. Sahi mambo ilitokea mingi, wakawithdraw. Katika John 15. Kitabu ya John 15 from verse 1. Kuna watu walikuwa huko, walikuwa wamejitoa sana, walikuwa na serve with passion, kwa moyo. Sahi vile wali withdraw, ndio mambo nayo ikaanza. Kuna mtu, kabla tusome hapa, kuna mtu wa Mungu alifika, tukiwa Mathare North. Alikuwa nyumba zake zilikuwa zimekwama, alikuwa amemwaga mawe nini, yote ilikuwa imekwama. Akakuja, Mungu akanipa word of wisdom, na nikaona vile sasa kazi yake ilikwama, mambo ya nyumba yake ikakwama. Mungu akanipa word of wisdom. Kamuuliza, naona nyumba imekwama na haijengwi. Akaniambia, ni kweli pastor, nilimwaga mawe, niko na nyumba na saa hii haisongi, ilikwama isimama. Mungu akanisaidia nimwambie, unaona hiyo nyumba vile ilikwama, kumbuka vile ulikuwa na zeal kwa kazi ya Mungu. Vile ulisimama ndivyo nayo nyumba ilisimama. Kuna mambo mingi hata kwa familia ilisimama vile ulisimama. Adui alianza kufamia ile boma vile nayo uliacha. Kwa sababu wewe ulikuwa unaenda fasting, unasimamisha ubaya. Saa hii
Ulikuwa unafunga hata siku 3, siku 4. Ulikuwa unaenda fasting kuombea boma yenu. Wewe ukafikiria umeshida vita na vita imeisha. Vile ulilala. Vile ulilala. Si ulitoka kwa mavuno. Na ndio ninasema tukimaliza hii ibada kuna watu watarudi kwa shamba. Kwa sababu withdraw, walitoka kwa shamba. Kuna mambo walikutana nayo wakatoka kwa shamba. Si ati hawakuwa kwa shamba. Si ati Mungu hakuwa amewaajiri. Walikuwa kwa kazi ya Mungu. Walikuwa busy. Hata Mungu akiwaona alikuwa anaona wako busy sana huko kazi, kwenye kazi. Sahi hawafanyi. Kwa hivyo siongereshi watu sahihi ndio hata kama wanaingia ni wachache wataingia. Wale hawakuzoea Mungu. Lakini kuna wale walikuwa huko na walikuwa busy sana. Imagine hiyo mtu nilimwambia, Mungu alinisaidia nimwambie, unaona vile uliachilia kazi ya Mungu. For example, saa hii kama chairman vile anakuanga committed, I will withdraw. Chairman, siku ile utageuka. Ni kama zile umeishi kufukuza, sitaambuka kupigana na wewe. Kwa sababu yani unangojangwa tu withdraw. Utoe kwa shamba. Hauonekani huko, malaika akipita huko hakupati huko. Na ulikuwa kwenye shamba, ulikuwa unafanya kazi vizuri sana. Sasa malaika wanatumwa ndio wakuja wakuangalie, ndio wakulipe ujira yako. Wanakuta erathimire. Hakuage kwa shamba tena. Ambia salimia mtu, mwambie rudi kwa shamba. Yes, rudi kwa shamba katika jina la Yesu. Kuna wakati nilikuwa nimefika mahali nikasema ya kwamba naona kama shamba hili la Mungu ni kama hakuna mwelekeo, hakuna mambo, ni kama sio ni mimi nilijiita. Na nikaona sasa kuliko mambo ya kazi ya Mungu, hebu ama mambo ya Mungu niachane na kazi. Nikaenda nikalima, nikatafuta zizi na huku Githunguri. Nikaweka ng'ombe huko. Sasa ilikuwa inafika Tuesday. Najikuta si huko hapa. Nimeenda kutafuta majani. Niko kwa mashamba ya watu. Nikitafuta majani huko. Ndio ninunue ya ng'ombe. Nikatoka katika shamba. Sasa hebu niwaambie kitu moja. Hiyo withdraw. Nilikuwa natoka hapa Tuesday, ninafika hapa kitu saa 7, saa 6. Nikifika hapa nakuta watu wamenigoja. Watu wametokea hapa mbele, wako karibu mpaka huko nyuma. Wamenigoja. Nyabati. Wewe ndio unaniitasidia unaniombea. Thank you. God bless you. Yani nafika, nakuja nimewaambia, poleni. Ninafika saa 6. Nafikiria hizo ng'ombe vile zitaniinua. Nilikuwa na hesabu nikiwa kwa zizi nasema 1 2 3 4. Nitakuwa milionea. Bwana asifiwe. Kutoka kwa shamba, natoka kwa shamba. Naenda sasa naanza kufikiria mawazo yangu. Mungu akaona, umezoea. Unaenda kutafuta majani, saa ile nafaa kuhudumia watu wangu. Nami natafuta kwa mashamba na acha sasa itokee ipeleke kwa zizi. Siku ya siku. Napigiwa simu. Kuna mzee alikuwa pale. Pastor, moja imeanguka kwa zizi. Imekufa. Zikakufa. Ukienda tisijui moja ilikula kiatu iko na simiti kama taa gomba niko maono. Zilikufa, ilibakia moja. Hadi gari lemwe. Hata nilikuwa naambiwa imekufa ingine ati imekula chura. Kija siora. Tura tuko. Ile kufa. Panga saa zingine na kupanga ng'ombe za kukula hii Nairobi. Sababu kuna tajiri pale alikuwa na Prado mpya. Inakatwa kichwa, inatolewa matumbo ya ndani,
hizo zinazikwa, hiyo ikina inawekwa karatasi mpya, inakuja Nairobi. Nasikia msikuwa na karibia hapo, imeanguka, imekufa, si akuile ya magoro iguru tu. Mungu akaniambia, uliacha kazi yako ukaenda kufanya yako. Ndio nakamatwa, withdraw, jaribu, zilikufa. Ya mwisho ndio sasa sicheze na Mungu. Atiwanzie uingie kashika shamba, alafu angalie nyuma. Wewe sio wa ufalme. Mungu alinionyesha. Nikakumbuka ule niliambia, unaona pale ulisimama, ndio nyumba yako ilisimama. Ile ziru ulikuwa nayo, hiyo ziru Mungu alikuwa anaiangalia. Hiyo ndio ilikuwa inaenda kukupatia ushindi. Ndio ilikuwa inaenda kukufungulia njia. Na wewe uliachilia. Na sasa hiyo ule mzee alikuwa amepitia, kaambia mpaka urudi. Kuna pale mlikuwa mnapelekana na Mungu mpaka urudi. Na kuambia kutoka hiyo siku nilikibia sana kuuza hiyo ya mwisho, at least nipate kitu nijirudishie, nijikate jasho. Ndio muthi ukijira yundu ta icio no ngoya guteja, naweza kukuinua juu kwa sababu naelewa kule unanipeleka na yale nilipitia. Kuna mambo zingine hatuna withdraw, una concentrate. Nilikuwa na concentrate mambo na ng'ombe sana. Mimi mambo ya Mungu ni ingine ajabu. Mungu akaniambia, rudi kwa kazi yangu, rudi kwa kazi yangu. Apia mwenzako, amuka. Holy Spirit anaongea kwa utulivu sana, maana nataka watu waamuke. Praise God. Pale ulisimama, ukaacha kufanya vile ulikuwa unafanya, mambo mengi ilisimama. Na ni vizuri kusikiliza Mungu vizuri. Mwingine naye mchungaji, bishop, akawa na mtu anajitoa sana, kama vile unakuta wengine hapa. Akamwambia, vile unajitoanga sana, nataka kufungulia kanisa, enda uombe, vile Mungu atakuambia kuja uniambie. Akaenda akaomba, akalilia Mungu, akaomba. Na ninaomba Mungu asaidie hapa mtu asiwe kwa hiyo confusion. Naomba Mungu asaidie wewe usiwe kwa hiyo confusion, katika jina la hiyo confusion ni mbaya. Akaenda akaomba, Mungu nisaidie, nisaidie. Mungu alimwambia go ahead. Akaenda akaambia bishop, Mungu amesema go ahead. Wakaenda wakafanya crusade. Huyu jamaa alikuwa na kazi alikuwa anafanya katika nyumba la Bwana, na alikuwa anajitolea sana, alikuwa giver. Yeye alikuwa saa yote ana support ministry. Sasa amesikia go ahead. Kaenda akaambia bishop, Mungu amesema go ahead. Wakafanya crusade kubwa, wakafungua kanisa. Miaka miwili ikiisha, si alisikia go ahead? Miaka miwili ikiisha na kanisa ikawa, watu wakaanza kuitoka. Magari alikuwa nazo zikasimama. Mambo mingi kaanza kumtendekea. Na ndio hata leo kuna watu watarudi kwa magoti. Akarudi kwa magoti. Baba, na uliniambia go ahead. Na tukafungua kanisa. Ni nini Bwana? Mungu akamjibu, nilikuambia go ahead kwa ile kazi ulikuwa unafanya. Mistake kubwa sana. Sasa umeenda, umejitoa, mambo imeanza kuharibikia. Kumbe kuna ile njia unafaa upitie. Sauti amesikia go ahead, wakafungua kanisa kubwa sana. Kanisa ikaanza kuteremka, kaanza kuisha.
magari kasimama. Kumbe kuna ile mwito ule mtu alikuwa ameitwa, na ndio Mungu alimwambia go ahead, na yeye akashika ni go ahead kwa kufungua kanisa. Shida ile kubwa na iko katika hapa kwa anga ni confusion. Mtu anafaa kufanya kazi gani? Sasa unafanya kazi ya wenyewe na unajikuta haulipwi, haufanikiwi. Lakini ukijua kazi yako, uitie bidii na ufanye kwa moyo, utasucceed. Sema amen. Fai kuwa hapo. Kuna watu wako hapa na hawafai kuwa hapo, kwa sababu hamjaitwa hapo. Ni vile labda wengine mtu anaona watu wako na nguo smart wako na unataka uwe na nguo ama hiyo kala. Unajua mnafanga makara mingi na mzuri sana mnatoka kama Mande mlikuwa wow, mlikuwa very smart. Hata wali ile sifa iko katika anga. Mungu azipokee katika jina la Yesu. Haleluya. Sasa kuna wengine mko hapo na hamfai. Kazi yenu sio hiyo. Na unaweza kuta hiyo kazi inakupitisha sana. Unaweza kuwa hata wewe uko hapo, kuna kazi umejieka, umejiingiza, na hufai kuwa hapo. By the way, mahali popote kama uko na unapigaga kelele, haufai kuwa hapo. Wewe sio hiyo kazi. Unapigaga kelele maana hapo sio kazi yako. Kazi iliyo yako unaifanyanga kwa moyo. Lakini hiyo unafanya na makelele ni burden hiyo heto. Sio umepewa burden but unachokeshwa, maana sio kazi ile unafaa kufanya. Kazi unafaa kufanya na ile yako haupigagi kelele, unaifanyanga kwa moyo. Praise God. Tuseme mtu wako kwa intercessor, na labda hiyo intercessor anasikia, unakuta sio kazi yake. Utakuta anaomba na anapiga kelele huko. Ni muombaji, alafu anafika anaanza kupiga kelele, watu wengine hawajafika, watu wengine hawajafanya. Ni nini unapiga kelele? Maana hiyo kazi unafanya sio yako. Mungu asaidie uingie kwa kazi yako. Praise God. Haya, John 15. Mimi ndiye mzabibu wa kweli na Baba yangu ndiye mkulima. Mimi ndiye mzabibu wa kweli na Baba yangu ndiye mkulima. Siku ya tulikuwa na board, tulikuwa na watu, kuna wakati tulikuwa tumechagua team tunaikaribisha karibu na sisi. Kumbe haikuwa inafaa iwe hapo. Kumbe kuna kazi nyingine ilikuwa ifanye. Nasi tukaangalia kama Samueli alipoenda kwa nyumba ya Jesse. Akasema akajaribu kumwaga mafuta, haimwagiki. Kumbe unaweka watu kwa kazi ile haifai, na ukiwaweka itaharibika. Si kuanzia siku ya leo, Mungu asaidie kila mtu ajue kazi yake katika jina la Yesu. Mimi ndiye mzabibu wa kweli na Baba yangu ndiye mkulima. Haya, tuendelee. Kila tawi ndani yangu lisilozaa uliondoa. Kila tawi ndani yangu lisilozaa uliondoa. Kuna watu wengi pale unafanya hauzai. Hakuna kitu unazaa. Kuliko kuzaa unaendelea kufilisika, unaendelea kuishi. Na ndio ninaomba ile huduma unafanya ifanye kwa moyo. Nasema uifanye kwa moyo katika jina la Yesu. Uliondoa na kila tawi lizalo, oh my, ulisafisha ili lizidi kuzaa. Si siku ya leo malaika ashuke asafishe wewe. Yaani ukute ya kwamba vile unaendelea kufanya na huduma, malaika wa Mungu nao wako kazi wakikusafisha. Wanaona huyu ameingia kwa kazi na anafanya, yeye pande yake ni mambo, ministry yake ni ya giving. Unaendelea kupanuka, unaendelea kuongezeka,
ndio nayo uzidi Mungu anazidi kukuosha. Si uzidi kuoshwa kwa jina la Yesu. Haleluya. Ati kila tawi ndani yangu lisilozaa uliotoa. So unafaa ulete impact. Uongeza impact katika kazi ya ama katika kingdom ya Mungu. Na kila tawi lizalo hulisafisha ili lizidi kuzaa. Oh Baba, nisaidie nizae zaidi. Ndio Mungu uendelee kunisafisha. Ni vizuri uinua mkono wako tumwambie Bwana akusaidie kuendelea kuzaa katika jina la Yesu. Maana wengine hakuna kitu unazaa. Mwambie Bwana akusaidie kuzaa. Ndio uongezeke zaidi na ndio uendelee kusafishwa zaidi katika jina la Yesu. Bado mnaomba? Omba Mungu akusaidie kuendelea kuzaa katika jina la Yesu na ku-add value in the kingdom of God. Thank you Lord. Sema nyuma yangu, Bwana Yesu, nisaidie kuzaa, ndio uendelee kunisafisha ili nizidi kuzaa. Sema amen. Mwambie Mungu nisaidie. Mungu nisaidie kujua laini yangu ya kufanya kazi yako nikufurahishe, ndio nizidi kuzaa. Unibarikie kazi yangu kwa jina la Yesu Kristo. Sema amen. Sema amen. Kabla hata tutoke hapo, naweza sema mambo matatu na wengine wanaijua. Yakoba, Mungu anahudumiwa na mikono tatu. Na labda ile huduma umesaidiwa na unasikianga ndani yako ndio hiyo. Mungu anahudumia Mungu na mikono tatu. Mkono wa kwanza, unaweza kuwa hauna fedha na usijichukie. You are blessed. You are blessed. Hallelujah. Mkono wa kwanza, unaweza kuwa hata hauna fedha, lakini wewe mwenyewe. Maandiko inasema katika Romans 12, toa mwili wako as a living sacrifice. Kwa hivyo wewe mwenyewe unajitoa na unakuwa ya kwamba hakuna jambo lingine, ni wewe na ni wewe. Unasema ya kwamba kama wengine, vile wengine walikuwa hapa jana walisafu, wakatengeneza huku, wakaosha. Wengine hata umekuja ukaguza hiyo kiti ukasema ukiangalia kama iko na vumbi. Kwa sababu kazi yako sio hiyo. Wewe ni kuangalia, ni boss. Kuna boss lazima angalie. Na kuna wengine ni servant, na servant ndio huabarikiwa sana. Kuna boss lazima aguze. Kuna servant. Wewe tuweka mwana nyiho tu gatele ali yake kehe one moyo. Hallelujah. Kuna mwingine alikuja hapa, mwili yake amejitoa. Amekuja hapa ameservice kwa roho safi. Mimi nakujanga na waangalia vile wanafanya, wanaosha mpaka kutoka hapa mpaka nyuma. Kanisa wanaiosha. Wako na moyo safi. Wana safi. Na wapigi kelele. By the way, ukipiga kelele ni hivyo. Wana safi. Kwa moyo safi. Mpaka unafurahia. Hao watu wametoa miili yao kusafu. Kwa hivyo ni mkono moja. Huyo mtu anaweza kuwa hana pesa, but amejitoa yeye mwenyewe na ameonekana katika kusafu. Praise God. Mwingine ni spiritual. Yeye sasa akiona mtu fulani hajafika. Kwa nini hajafika? Yeye ni mtu wa follow up. Lazima ajue mtu fulani yako wapi. Ukiambia mwingine hebu follow watu wawili watatu, hiyo hawezi. Hawezi hiyo. Ni spiritual. Mambo ati anaenda fasting siku 3, yeye anakuwa na maombi kama siku ya leo, anaamuka asubuhi na mapema, anaomba, anaenda fasting kwa wiki kuombea ibada. Mwingine ukimwambia aombe ni shida kwake. Si neema iwashukie katika jina la Yesu. Uelewe mimi nafaa kusimama wapi. Sina uwezo lakini naweza jitoa. Sina uwezo wa kifedha lakini naweza jitoa nifike. Sina uwezo but naenda fasting siku 3 niombee kanisa. Sina pesa, sipatikani
mtu anafanya hiyo, hata niasikiaga ni mwito. Anasikiaga ako na mwito. Maana by the way, call ni unasikiaga call ndani yako kwa huduma yote. Unasikiaga mwito. Mwingine ameitwa kwa pande ya finance. Hiyo ndio mkono ya tatu. Yeye ako amepandwa kwa mambo ya finance. Shida ile inakuanga. Wewe umeitwa kama intercessor. Unaangalia wa finance. Umeitwa kama unafaa kutokea wewe mwenyewe personal. Wewe mwenyewe. Wewe unaangaliaga intercessor atoe. Mtakwazana. Mtu asimame katika nafasi yake. Kila mtu asimame katika nafasi yake. Haleluya. Katika jina la Yesu Kristo. Maana kila mtu ametengwa asimamie mahali pake. Wewe pande yako ukifanya excellence. Mungu akiwa mbinguni anaona huyu mtu amejitoa sana. Nitaendelea kumsafisha akuwe kitu kizuri. Si nyota ya kila mtu ing'ae katika jina la Yesu. Kwa sababu unaelewa mimi najitoanga. Wale wanajitoanga kukuja kuservice huku wanafanyanga yote kwa moyo. Na hawananga shida. Nao nyota yao itaendelea kung'aa in Jesus mighty name. Kuna wale wanasikianga lazima tuende fasting kuombea ibada. Ana unasikia pastor tuombee ibada. Pastor tuombee jambo. Tuombee na ijia. Tuombee na ijia, unaelewa huyo ni intercessor. Ako hivyo. Na anajuanga yeye ni gatekeeper. Na akikosa hiyo anasikiaga ako na hiyo mzigo. Hey! Yeye ni gatekeeper. Umwambie aombe. Umwambie. Mnaweza chagua hata intercessor intercessor 50. Mkienda mkuta mko 10. Hao 10 ndio walikuwa wametengwa. Hawa wengine ni shuherera. Ni watu tu wa kufanya ibada iwe gumu. Kwa sababu kazi hiyo sio yao. Kuna ile kazi wanafaa kufanya. Neema iwatoshe kwa jina la Yesu. Kuna wengine wameitwa kolo yao ni kutoa. Ni kutoa. Akisikia kuna kitu inafaa kuweko ama kufanywa, hata mpaka anasikianga nitabatizwa saa ngapi? Nitatoa saa ngapi? Nitafanya hiyo kitu saa ngapi? Asikianga mwito wa hilo jambo. Anakibianga hata afosiwi na mtu yote. Ninaomba kitu yote inazuilia usafi iondoke kwa jina la Yesu. Kitu yote inazuilianga utumikie Bwana iondoke kwa jina la Yesu. Na ufanye yote ikiwa ni Mungu unafanyia. Usifanye kama ni mwanadamu. Fanya yote umfurahishe Mungu. Na utazidi kuona baraka za Bwana kwa jina la Yesu. Katika 1 Corinthians 12 verse 12. 1 Corinthians 12 verse 12. Tusome hii ikiwa mwisho. Tusikie mambo mazuri hapa. Maana kama vile mwili ni mmoja. Mwili ni umwe. Mwili ni mmoja. Na una viungo vingi. Na viungo vyote vya mwili ule unavyo ni vingi. Ni mwili mmoja, vivyo hivyo na Kristo. Tuendelee. Kwa maana katika roho moja sisi sote tulibatizwa kuwa mwili mmoja. Kwa tu Wayahudi au kwa tu Wayunani. Ikiwa tu watumwa au ikiwa tu huru, na sote tulinyweshwa roho moja. Bwana asifiwe sana. Tulinyweshwa roho moja, but kila mtu wako kwenye kazi yake. Tuendelee. Kila mtu wako kwenye kazi yake. Kwa maana mwili si kiungo kimoja bali ni vingi. Si kiungo kimoja. Mguu kisema kwa kuwa mimi si mkono, mimi si wa mwili. Mwili mguu kisema mimi si wa mwili. Tamakao niguo kanitha wa Ngai ofati weka. Hii ndio kanisa Mungu inafaa kufanya. Ati ya kwamba mguu inasikia uchungu. Mguu ikisikia uchungu, mwili wote unasikia na uchungu. Nirudie. Mguu ukisema kwa kuwa mimi si mkono, mimi si wa mwili. Je,
si wa mwili kwa sababu hiyo. Praise God. Si Mungu atusaidie. Inaweza kuwa mama shiko ni mkono. Si mwili wote usikie uchungu. Praise God. Si mwili wote usikie uchungu. Ukichunwa kidole hapa, si mwili wote utasikia uchungu. Unasikia uchungu, kila mtu mwili yote unasikia ni kama imeumia yote. Kwa sababu mkono umeguzwa. Ninaomba upendo ujae katika nyumba la Bwana. Ati mtu fulani akiguzwa, mama fulani akiguzwa, tuseme ni mkono, mwili wote unasikia. Twende huko. Mungu ukisema kuwa mimi si mkono, mimi si wa mwili. Je, si wa mwili kwa sababu hiyo? Tuendelee. Na sikio likisema kwa kuwa mimi si jicho, mimi si wa la mwili. Kwa hivyo watu wamepewa huduma tofauti. Kuna mtu kazi yake amepewa ya mkono. Yeye ni wa mkono na hiyo ni huduma yake. Haya. Ninaomba kila kazi, mtu yule amebarikiwa na hii kazi asikie kuifanya kwa moyo. Kama wewe ni mkono, si ufanye. Kama wewe ni mguu, si ufanye. Kuna watu lazima wanatembeanga, lazima watembee kuencourage watu, wanahimiza watu, huduma yao ni ya miguu. Kuna wengine huduma yao ni ya mikono. Utamkuta anapakuza nako sawa. Kwa sababu yeye ni kiungo moja ya mwili wa Kristo. Na mwili wa Kristo unafaa kufeel uchungu. Mtu akisikia uchungu, akisikia raha, watu wote wanasikia raha. Mtu fulani akibarikiwa na nyumba, kila mtu anasikia furaha. Akibarikiwa na gari, kila mtu anasikia raha. Maana ni kiungo moja ya mwili wa Kristo. Ninawaombea neema ya upendo. Ukisikia mwenzako ameumia, unasema ni mkono, unasema ni mguu. Kila mtu ni faida ya mwingine. Hiyo kitu itaondoa mshene na kuataki watu. Utakaa ukiona Mama Jeff ni kiungo ya mwili wa Kristo. Ameumia, mwili wote unaenda huko. Nasikia fulani amefanyika kitu. Mwili wote wa Kristo weko. Wakati mama Wanase alipatwa na shida, na accident, na ajali, mwili wote tulienda huko. Si ulisikiaje mama Wanase? Si ulisikia? Yes. Yaani ni kiungo kimoja kimeguzwa. Tokie mwili wote ni waturu. Sikuwe hivyo in the name of Jesus Christ. Mguu ikiguzwa, tuko hivyo wote. Mkono ikiguzwa, sisi wote tuko huko. Maana ni mwili yote inabebeana. Tunasimama. Unasema ya kwamba na wewe ukiwa mkono usiseme hutaki mwili. So usikuje mwili tunakuhitaji, tunataka sisi tunakuja tukiwa mwili, na wewe ukiwa mkono unaturushia mikono. Unatutaki. Kila kiungo ni faida kwa mwingine. Sema amen. Kila kiungo ni faida ya mwingine. Naona uko leo hana huko. Vile tu uko. Imagine wewe ni faida kubwa sana katika mwili wa Kristo. Si usalimie mtu mwambie wewe ni faida kubwa sana katika mwili wa Kristo. Na sijui kwa nini tunaangaliana mahubiri. Huwa tunaangaliana mahubiri. Kuna mtu wako hapo ni milionea. Na unaona vile umemsalimia, wamware lio huo tata likio udoro huo. Na labda kutoka hapo ulikuwa uingie ndege uende ngapo. Maundu mangĩ muirana mutianagira maũthĩ nĩ tondũ wake. Kila kiumbe ni ayai. Ndio mudhara uranaga muno. Hebu tigiza mtu mwambie waacha kunidharau. Haujui mimi ni nani. Si umwambie vizuri, haujui mimi ni nani. Inaweza kuwa sikia, inaweza kuwa huyo mtu unadharau hapo ni yule mtu unasikianga one call. Ine magai wa Israeli. One call. Huyo unamuona hapo. Unaweza tumpigie simu moja tu, maodo mako.
Na ndio unamuona hapa unashidaka ukimdharau vile anavaanga. Sijui vile hako. Wewe, kuna watu wako na pesa na hawaligagi. Hey. Avia mazako, acha kunidharau wewe. Unijui. Unijui. Huyo mtu unamuona hapo ni one call. Ukuta mambo yote iko sawa. Praise God. Yes. Unaona tu mtu hapo. Mimi ndiye nawajua. Hapa najua kuna askari, hujui. Na umekaanisha naye. Najua kuna CID, hujui yeye. Lakini naujua. Ningekuira. Wewe endelea kumdharau. One call. Hapa kuna daktari. Kuna watu wa kitengo tofauti. Na umekaanisha na yeye. Lakini ukimwangalia unadharau. Huyu anafaanga aje? Huyu anakaanga aje? Si tuanze kufiri mtu na mwingine. Si mwili wa Kristo upendane. Ukiona mkono unasikia ni wa maana sana kwa maisha yako. Ukiona mguu unaona ni wa maana katika maisha yako. Sema amen. Imagine hiyo ndio mwili wa Kristo, utakuwa imara. Yaani mtu akiwa anaona mtu fulani, siku moja ya siku ndio utajua kwani wanakuanga. Kumbe mtu nilikuwa na yeye, tunakaa na yeye, mtu wa maana hivi. Kumbe mtu wa nguvu sana. Kumbe mtu mkubwa hivi. Maana wewe uliangalia na mahubiri. From today, salimia mtu mwambie nitoteane. Tuheshimiane. Haunijui wewe. Haunijui wewe. Na labda mimi ni one call. Milango ifunguke. Praise God. Tamani hata kukaribia mtu na social na yeye. At least utakuta mambo zingine. Utakuta. Kuna mtu unakutana social na mtu. Kila mtu ni kiungo ya mwingine. Mwili ukisema ya kwamba ati jicho, kuna watu wamesaidiwa kwa neema, wao ni watu wa kuona, ni jicho. Na watu labda umeneemeshwa na hii neema katika nyumba la Bwana. Wewe ni jicho. Wewe ndio unaonanga makosa. Wewe ndio unaonanga watu wameenda vibaya. Unaona vile kwaya walikuwa hapa. Kuna wengine wanaona kwaya wameiba vizuri. Kuna wengine ni jicho. Eno kwaya ndile na adhuri. Bwana ni jicho lazima. Na lazima waongee maana ni macho. Wao ni jicho. Na wako hapo kuona. Sasa shida ni ukiona au zimbi ile mwanya. Salimia mwenzako mwambie zimbe mwanya. Kama amesaidiwa na hiyo neema ya jicho. Yeye ni jicho. Na akiona mambo yote, yeye ndiye anaangalianga. Mambo yote anaona. Sasa kwanza hao ndio wengi. Ndio wanajuanga ukiwauliza na fulani kulikuwa. Anajua mtu fulani alikuwa amevaa nguo fulani. Na hakuwa amevaa vizuri. Anafaanga aje? Ni macho. Yeye ameneemeshwa na neema ya kuona. Ado wako wana mwathani ya gosho. Na akiona wanakuwaga kama ma-CID. Lazima wakae saa yote wakiona makosa. Na haonangi mambo zingine ni makosa. Kama saa hii uko na makosa mingi sana umetoa. Hata wanaweza kuwa wameandika karatasi, unaandika uditano, unakategoria wega, programa. Akimaliza ibada, ako na kila kitu. Watu wa kuona Bwana asifiwe. Na watu ni wanaweza kuwa wazito kufanya ibada ikuwe sawa. Kwa sababu wanaona na ni watu wanaonanga makosa. Kitu kingine hata unakumbuka chairman tukiabua mahali na mchungaji mmoja akatuambia hakuna watu wanakuazananga kama wokovu. Ahonoki ni mahiganago na ni mahigago muno. Wokovu hakuna mtu anakuazanga kama wokovu.
Unaweza kuta mtu, kwa nini hakuji church? Kwa nini haendi church? Nilipata mtoto na hakuna mtu alikuja wa church. Kiu nikiganete ale mwana guthi kanitha. Yaani kwa nini hakuja church? Ndagina na kirema kokoro. Na church haikukuja. Na anakwaza. Salimia mwenzako mwambie koma. Yes, koma. Hakuna kitu. Washirika, kanisa, waokofu wanakuwazikanga sana. Na labda hata sasa naongea kwa hiyo modo muhegeko. Ana vile nahubiri hapa, kuna mtu ananipimia hivi, anakuwazika tu juu yangu, anakasirika tu juu yangu. Mimi hata ukasirike, nakwambia ukweli. Praise God. Yes. Usikubali kukwazwa, komaa na utabarikiwa. Na kuna wengine hawa ni sikio. Ni masikio. Hao ndio wanasikilizaga ground. Ni moe ground yule hana. Bwana asifiwe, watu wa kusikia. Bwana asifiwe, watu wa kusikia. Lazima mahali wakipita lazima na maraigu wakautu. Si wasikie kitu. Shida ni watu labda hajakomaa. Na sijui kwa nini. Hawa wanakusikia. Lazima hapatane kwanza ndio inapikwa. Ndio anakutanga amepitia. Haja. Wameneemeshwa hiyo. Wakusikia. Sasa ukisikia oba. Maana wewe unakaa Jonathan. Jonathan kazi yake ilikuwa kusikiza ground. Praise God. Alikuwa anasikiliza vile kumepangwa. Anaenda anaambia Daudi, "Tikuweka." Saulo amepanga kuua. Jonathan, Bwana asifiwe. Hao ni Jonathan. Lazima akute tu. Saa ile kunaongewa. Ndio anajuanga mpaka pastor akipagua baba. Demedete. Sababu pastor. Tikuweka. Ni Jonathan, Bwana asifiwe. Remwetu ite holy than thou. Tuthieta igoro ni tondu wa gwitikia. Simama na miguu yako. Watu wa kusikia. Na hawa watu wa kusikia wakikosa kujichunga sana wanasikianga wanaharibu. Ukisikia si utaongea. So ukisikia oba. Ukiwa wewe ni mtu wa kuona, wewe unaotanga ndoto, unaonanga maono, oba. Usione halafu unaharibu kanisa. Kuna wengine kwa sababu kila mtu hapa ako na huduma yake. Kuna huduma ya mtu ni labda yeye ni Jonathan. Na lazima apitie mahali pote kuna pagwa mambo mabaya. Kuna mahali nilikuwa church huko Kaa West. Pastor alinisimamisha kwa madhabahu. Akanisomea. Akasema wewe unaenda ukiambia watu wewe ni mtumishi. Nani alikufanya kuwa mtumishi? Akaniambia siku moja utaenda kufukuza mapepo, miguu iende juu, kichwa chini. Huyo mtu alifanya niogope. Ule madam anajua tulikuwa na yeye huko hiyo kanisa. Miguu utaenda juu, kichwa chini. Wewe utahudumu ukioa. Na saa hiyo nimeokoka na Yesu ni Bwana na mimi ni kijana. Na alikuwa nilikuwa niende niaguke niachane na wokovu. Hiyo masomo yote nilipatiwa. Alisimamisha kanisa ikiwa imejaa. Alisimamisha. Nilikuwa na keti hizi viti za mbele. Nilikuwa na wasiwasi. Kashindwa sasa hii ni nini? Sasa nikakutana na Jonathan hapo nje. Jonathan nilikutana naye hapo nje. Akaniambia, "Jogona, usijali. Hiyo sio laini ya Mungu.
ni wamama watatu waliendea pastor. Wakamwambia uko na fellowship unaenda ukihubiri. Naoragia. Kwa sasa nimejijaza naelewa kumbe sio Mungu alikuwa anaongea. Najua nilikuwa nimeogopa. Nimeambiwa ati yako bwana hudumu na mimi sijaoa na sijui nitaagusha na mapepo kichwa iende chini miguu juu. Ogerona ni ndungata yako irogo. For example, media hapa, media commander wa hapa. Alafu mimi nikiwa commander nikwambie, wewe ni kuthakora thaka, wewe utakufa kesho. Ndio kumaka. Sasa nilikuwa na wasiwasi. Jonathan akanikupata hapo nje. Alikuwa anaitwa Mama Kiali, Mungu amkumbuke pale yako. Alikuja akaniambia, pastor, kuna wamama watatu. Ndio waliendea pastor. Wakamwambia, uko na fellowship unaenda ukihubiri. Jonathan aliponiambia hivyo, sikuumia tena. So Jonathan ni wa maana kusikiza ground. Anasikilizaga ground. Anaelewa kile kimepangwa. Anakuja anambia pastor, jifiche, pita hii njia. Alikuwa anaenda kwa Daudi anamwambia, pita hii njia. Saulo amepanga kukuua na hutakufa, utaishi. Ndio sababu naye Saulo ilifika Daudi alifika kukumbuka nyumba ya Jonathan. Akaenda akauliza, nani amesalia huku? Ikasemekana ni Mephibosheth. Mephibosheth alikuwa kina Jonathan kwa sababu ya kitendo ya kufichua siri. Jonathan bwana asifiwe. Au matili marakinya. Twite. Unajifanya sana. Na kuna wengine wanasema ni wa kuona. Akifika tu kwa church, anaweza kaa tu pale nyuma ama kae katikati. Lakini ibada ikiisha tu hivi, ako na kila kopi yote. Bwana ameongea. Bwana ameongea. Ukiwauliza watakwambia. Sasa mambo ya Mungu ni ajabu. Maana Jedida anaweza ongeleshwa na Mungu akiwa hapo. Na ukuta mwingine ako karibu na yeye, hakuna kitu anajua. Ara unaweza kuuza mtu umwambie, umesikia vile nimesikia? Mwambie hapana. Kwa sababu hao ni wakuona. Wao ni wakuona. Kila mtu wako kwa kwenye kazi yake. Kazi yako ni ipi? Kuna wengine nao wameubwa kwa siku ya ubaya. Tuwasome katika kitabu cha Proverb. Acio mobe to ni thoto wa thiko yao. One yakunuha kuraga. Hao ni watu wa kufanya ako church. Kuna kitu anatakaga ikiwa sawa. Kazi yake ni ya kumaliza. Yeye anakuanga tu saa yote. Anataka kuishe. Na ameubwa. Kazi yake huyo sio kutaka kuendelea. Anatakanga saa yote.
nimefahamu ya kwamba ni wewe umeupa watenda mabaya wala wanapanga maovu, lakini nimeamini neno lako siku ya leo ya kwamba wale umewaupa wanapanga maovu, wanapanga mambo mabaya, wako na ajenda baya, lakini Mungu umenihimiza hakuna yoyote itafaulu kwa maisha yangu, kwa jamii yangu. Hakuna silaha, hakuna silaha, hakuna silaha, hakuna silaha, hakuna silaha, hakuna silaha imepangwa juu ya maisha yangu, juu ya jamii yangu, juu ya watoto wangu, juu ya kazi yangu, juu ya pale naishi. Hakuna silaha itakaye faulu. Hakuna ulimi utakayeweza kunihukumu kuanzia saa hii. Mimi ni mshindi. Sitakufa, nitaishi nisimulie matendo ya Bwana pamoja na nyumba yangu kuanzia leo na kuendelea. Sema amen, 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 amen. Shakaralabayalaba. Niko na imani hao wameumbwa siku ya ubaya. Haijalishi kina wanachanganya, haijalishi wanagojea ufilisike kwako. Mungu amenena, haitafaulu, haitatendeka, haitafaulu, haitaonekana, haitafanyika, haitafanyika, utikuhanika, haitafanyika. Hiyo ibu inakochewa, haitakuwa. Shangwe, shangwe, pigia Yesu shangwe, shangwe na vigaragara. Isaiah 7:7. Na mimi hizo ajenda zote zinakojea kuteremka. Wanajifanya hapa unafikiria ati ni kawaida. No, hakuna kawaida. Nituratangatha na nitwatangatha tuli arathime. Soma na nguvu na usome by faith. Want to go. Nani? Kamau? Motuko? Ni mtu amesema? Soma na nguvu basi na imani. Bwana Mungu asema hivi, neno hili halitasimama wala haitakuwa. Goja. Naamini hivyo ya kwamba halitasimama na halitakuwa katika jina la Yesu. Ajenda zote za maadui ya watenda mabaya, mambo yote, silaha yote inainuliwa. Tusome na nguvu. Bwana Mungu asema hivi, neno hili halitasimama wala halitakuwa. Sema amen. Bwana ataonekana katika jina la Yesu. Psalms 91:10. So to make a declaration, to make Psalms 91:10. Fala bakata. Halitakuwa. Tusome. Hao watenda mabaya wako na ajenda baya. Wewe utatestify. Useme na neno limeniokoa. Maana neno la Mungu limesimama imara mbinguni. Mungu atakutetea. Inasema I want to go. Mabaya hayatakupata wewe, wala tauni halitakaribia hema yako.
Abia mtu hivi. Utie oru ogaregerera hema-inĩ ciake. Watu go mabaya hayatakupata wewe, wala tauni halitakaribia hema yako. Mabaya hayatakupata wewe, wala tauni halitakaribia hema yako. Ya tatu, mabaya hayatakupata wewe, wala tauni halitakaribia hema yako. Ebola haitakaribia, makansa haitakaribia, mashida haitakaribia, mambo yote imepangwa haitakaribia, majenda zote za mashetani haitakaribia. In the name of Jesus Christ. Pigia Yesu shangwe na haitakaribia. Haitakaribia. Natangaza by faith, by thunder, by the blood of Jesus Christ. Natangaza Passover, 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 Passover. Haitakaribia katika hema yako. Oh God, I praise you. Shukuru Bwana kwa sababu ya uwezo wake. Shukuru Bwana. Shukuru Bwana. Kama kuna kukuni kwako, zitoke ziende. Zitoke ziende. Maana nimetangaza kufuruga Passover. Ziondoke kwa hiyo nyumba. Ziondoke kwa hiyo nyumba. Hiyo nyumba ni ya mtu wa Mungu. Silaha yote imekuwa pale. Itoke. 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 Hakuna mabaya itakaribia hema yako. Wewe ni mshindi. Wewe ni mwana wa Mungu. You belong to God. You belong to Jesus Christ. Father, ni asante. Asante nanena protection. Nanena kama ya damu ya Yesu Kristo. Nanena damu ya Yesu Kristo juu ya watu wako. Hakuna ubaya utakaofikia. Natangaza hakuna tauni. Hakuna ubaya utakaribia hema ya mtu. Hakuna ubaya itakaribia hema ya mtu. Hakuna ubaya itakaribia hema ya mtu. Pamoja na jamii zetu. Hilo neno tumelitangaza leo. Ikiwa mwezi wa 5. My Father, siku ya mwisho. Tumeitangaza leo. Wale umewaumba kwa siku ya ubaya, ajenda zote wako nazo hazitafaulu kwa maisha yetu. Hazitafaulu. Mabaya yote umepangwa haitakaribia hema zetu. Na tauni yote haitakaribia. Tunaomba haya kwa imani. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. So to say amen. Amen. God bless you so much and to God. You are blessed. Sadaka hakuna tauni, hakuna ubaya. Na inua sadaka by faith ya kwamba Mungu atanitetea. Bwana atanishindania. Hakuna mabaya yatakupata wewe. Wala tauni haitakaribia hema yako. Kwa bahasha sadaka yako. Ukitafakari vile Mungu alivyo mkuu, hiyo ni neno liko na uzito mwingi sana. Na Mungu anataka kuokoa watu wake. Unakuta unafika unakuta watu wakisema, "Kai, umekuwa wapi? Umechelewa wapi? Kuna mabaya imehappen hapa." Yaani unakuta ile wewe unaipata ilikuwa imehappen, lakini wewe haikukaribia wewe. Mambo ikihappen ndio mtu anasemaga, "Kai, na pastor alisema." Kwa sababu mimi siongei mambo ile ilikuwa nimepanga. Ni Mungu ameongea. Na kama uko na roho umeelewa, gania jarelia. Kama uko na roho wa Mungu umeelewa, Mungu ameniongelesha. Nimesema hakuna mabaya itakaribia hema yako. Na hakuna tauni itakaribia. Yes. Naamini. Uzame kwa hiyo neno na utembee nalo. Kiamini hata familia yako itakuwa hivyo. Have faith in God.
hapo unapotumika, unapotoa. Have faith in God. Kama umetoa na simu, umetoa na bahasha, inua mbele za Bwana. Hebu inua. Hebu inua. Kama umetoa na simu, umetoa na bahasha, inua mbele za Bwana. Inua mbele za Bwana, niombe. Thank you. Sema nyuma yangu, Bwana Yesu, naja mbele zako. Ninakiri ya kwamba ninakupenda na ninakutolea kwa sababu ya kukupenda. Kile nakutolea, Mungu ipokee kwa moyo. Nimeitoa kwa moyo. Mungu nibariki. Natoa sirini, nijibu kwa wazi. Kuanzia saa hii niondolee silaha zote maishani mwangu, nyumba yangu, familia yangu. Niondolee. Nipe malaika mtakatifu atembee na mimi, atembee na watoto wangu, atembee na jamii yangu. Hatutapata mabaya, hatutapata madhara, hatutapata tauni, hatutapata mabaya. Kuanzia saa hii natoa hii sadaka kwa imani, kwa kukupenda. Naitoa kwa njia hii ya kukufurahia kwa wema wako na yale umenitendea. Kuanzia saa hii nina